أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. جعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نعين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله به بكم آمين. Akiendelea na maneno haya ya al-Allama Ahmad Zaini Dahlan ambayo kwamba yanatiririsha matukio ya historia ya mivutano baina ya watawala wa Dawlatul Uthmania wakati huo na baina ya wavamizi na waasi na waaini wa Kiwahabi wakati wa kuanza kwao kudhihiri. Sah. وفي سنة 17 نكتك بعد 200 والألف سنية بعد 200 والألف نبعد يمواك 1217 ساروا بجيوش كثيرة walienda na majeshi mingi majeshi haya ya watawala wa dola ya Uthmania hatta nazalu Taifa afwan la majeshi ya Mawahabi saru bijuyushin kathira walienda na majeshi mingi hatta nazalu Taifa mpaka wakaishukia Taif wahasaru ahlahu na wakawazingira watu wake fi shahri Dhulqa'da katika mwezi wa Dhulqa'da min as-sanati al-madhkura katika huu mwaka uliotajwa. Thumma tamallakuhu kisha wakaimiliki waqatalu ahlahu na wakaua watu wake wa Taif rijalan wa nisaan wanaume na wanawake wa atfala na watoto walam yanju minhum na wala hawakuokoka miongoni mwao illa alqalilu isipokuwa watu wachache. Walam yanju minhum illa alqalilu na hawakuokoka miongoni mwao isipokuwa ni wachache. Wanahabu jami'a amwalihim na wakapora mali zao zote. Thumma aradu almasira ila Makkah kisha wakataka kwenda Makkah. Faalimu anna Makkah fi dhalika alwaqti wakajua ya kwamba Makkah katika wakati huo fiha kathirun min alhujjaj ndani yake kuna wingi miongoni mwa mahujjaj wa yaqdamu ilayha alhajj ash-shami wal-misri na wanawasili wakati huo Makkah mahujjaj wa Sham mahujjaj wa Misri fayakhruju aljami'u liqitalihim kwa hivyo wote watatoka kupigana nao. Kwa hivyo wakajua wakati huu wanawasili mahujaji wa Sham wanawasili mahujaji wa Makkah. Kwa hivyo tukienda kuivamia Makkah wakati huu wote watatoka kupigana na sisi hatutoweza. Na tulisema Sham inakusanya nchi ngapi? Nchi 4. Sham inakusanya biladu Sham inakusanya nchi 4. Wakati wa zamani ilikuwa ni nchi moja. Yani yote hii miji yote ilikuwa biladu Sham ilikuwa ni nchi moja kabla hazijagawanya ambayo kwamba ni Lebanon, Urdun, Palestine na Damascus, Syria, Suria. Nchi hizo ndo tumathil bilad ash-Sham. فمكثوا في الطائف وككيت katika Taif ila an qada shahru al-hajj mpaka ulipomalizika mwezi wa Hija watawajjaha al-hujjaj ila biladihim
na wakaelekea mahujaj katika miji yao. Yani baada ya mahujaji kumaliza hija wakarudi, wakategea muda huo. Fasaru bijuyushihim, wakaenda kwa majeshi yao. Yuriduna makkata, wakiwa wanakusudia Makka. Walam yakun lisharifi ghalib qudratun, wala hakuwa na uwezo huyu Sharifu Ghalib ala qitali juyushihim, wa kupigana na majeshi yao. Yani Sharifu Ghalib ndio alikuwa mtawala alikuwa governor wa Makka wakati huo kwa upande wa Dawla al-Uthmania. Fanazala ila Jidda, ikabidi akashuka Jidda, yani akakimbia kutoka Makka akaenda wapi? Kaenda Jidda. ولم يكن للشريف غالب قدرة على قتال جيوشهم فنزل إلى جدة، akateremka kwenda Jidda. فخاف أهل مكة، كخوفوا وكوغوبا watu wa Makka أن يفعل الوهابية معهم، kufanya mawahabi kwa wao, mithla ma faalu, mfano wale waliofanya ma ahli Taif, pamoja na watu wa Taif. Yani wakahofu kwamba wanaweza kufanyiwa kama walivyofanyia watu wa Taif, kuuawa, kuibiwa mali zao, kuporwa na mfano wake. Fa arsalu ilayhim, wakawatumia ujumbe hao majeshi ya Kiwahabi. Wa talabu minhum al-amana, wakataka kwa wao nini? Amani. Yani amani tu, hakuna vurugu. Li ahli Makkah, kwa watu wa Makkah. Fa atahum al-amana, wakawapa wao amani. Wadakhalu Makkah, na wakaingia Makkah in majeshi Mawahabi. Thamina Muharram, katika mwezi wa 8 wa Muharram. Ina sanati 18, katika mwaka wa 18 baada al-200, yani min sanati 18 baada al-200 wal 1000, katika mwaka wa 1218. Wamakathu 14 yawman, wakaketi siku 14. Subhanallah. Yastatibuna an-nasa, wakiwa tubisha watu, wakiwataka watu watubie. Na wayujaddiduna lahum al-islam, na wakiwa fanyia upya Uislamu wao, ala zamihim, kwa madai yao. Yani siku hizo kazi yao ilikuwa ni kuwasilimisha watu. Yastatibuna an-nasa, yani kuwasilimisha watu upya, kwa maana wao wanaitakidi usiokuwa Mawahabi ni kufar. Undhuru ila khubthi hadhihi at-taifa. Kwa siku 14 kazi yake ni kuwasilimisha Waislamu, ala zamihim, kwa madai yao. Yamnaunahum, na wanawazuia wao, min fi'li ma ya'taqiduna, kufanya yale ambayo kwamba wao wanaitakidi annahu shirku, na kwamba ni shirki, kama tawassul, kama tawassul wa ziyarat al-qubur, na kuyazuru makaburi. Yani matendo ambayo kwamba walikuwa yafanya ni yale ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyatabiri kwamba yaqtuluna ahla al-islami wa yad'una ahla al-awthani, watakuwa na wao Waislamu wenzao na wanawaacha waabudia masanamu na mizimu. Thumma saru bijuyushihim, kisha wakenda kwa majeshi yao, ila Juddata, mpaka Jidda, liqitali Sharifi Ghalib, kwa ajili ya kupiga Sharifu Ghalib, kwa ajili ya kupigana na Sharifu Ghalib. Falamma ahatu bijidda, walipo izingira Jidda, rama alaihim bilmadafi, aliwachupia aliwalenga wao. Kwa nini? Kwa mavifaru, walqulali, na manini, masufuria makubwa ya udongo. Faqatala kathira minhum, akawaua wingi katika wao. Walam yaqdiru ala tamalluki Jidda, na wala hawakuweza kuimiliki Jidda. Fartahalu, wakaondoka, wakasafiri. Baada 8 ayamin, baada ya siku 8. Warajau ila biladihim, wakarejea katika miji yao. Wajalu lahum askaran bimakka, wakamweka askari wao Makka, na wakaweka askari wao Makka. Waqamu lahum amiran fiha, na wakamsimamisha, wakamweka Makka kiongozi wao, wa huwa Sharifu Abdul Mu'in, Sharifu Abdul Mu'in, akhu Sharifi Ghalib, ndugu yake Sharifu Ghalib.
wa inma qabila amrahum, na hakika huyu sharifu alikubali amri yao ya kumfanya kwamba ndio kiongozi wao hapo, liyarfuqa bi ahli Makkah, ili awafanyie upole watu wa Makkah, sababu alijua wakimweka kiongozi kutoka kwao moja kwa moja tawafanyia mambo ya hovyo watu wa Makkah. Kwa hivyo walipomtaka yeye awe kiongozi akakubali. Liyarfuqa wa yadfa dharara ulaika al-ashrari, na azuie na ondoshe madhara ya hao washari anhum kwa watu wa Makkah. Kwa hivyo alipofika Jeddah, Sharif Ghalib apambana nao kwa kuwalenga na vifaru wal qulal. Qulal ni jamu ya qullatun. Qulal ni jamu ya qullatun. Ni mamichungi fulani ambapo kwamba ilikuwa ikiwekwa maji ndani yake ya udongo mazito. Mtu likimpata hilo la maliza. Ikitumika pia kama silaha. وفي شهر ربيع الأول، نكتك mwezi wa ربيع الأول. وفي شهر ربيع الأول، نكتك mwezi wa ربيع الأول من السنة المذكورة، katika mwaka uliotajwa hapo juu. Sara Sharif Ghalib, alienda Sharif Ghalib min Jeddah, kutoka Jeddah, mahu wali Jeddah, akiwa pamoja na gavana wa Jeddah, min tarafi sultanati al-aliyya, min tarafi sultanati al-aliyya, kutoka katika utawala wa juu. Wa huwa Sharif Basha, ni Sharif Basha. Yani huyu Sharif Basha alikuwa ni mtawala wa Jeddah, yani gavana wa Jeddah, ambao kwamba aliwekwa kutoka katika utawala wa juu wa ad-dawlatul Uthmaniyya. Wa mahum al-asakir, wakiwa na maaskari. Fawasalu ila Makkah, wakawasili Makkah. Wa akhraju man kana biha, na wakawatoa waliokuwa hapo min asakir wahabia, miongoni mwa askari wa mawahabi. Wa raja'at imaratu Makkah li Sharif Ghalib, ukarejea utawala wa Makkah kwa Sharif Ghalib. Thumma ba'da dhalika, kisha baada ya hilo, taraku Makkah, waliacha Makkah. Washtaghalu biqitali kathirin min alqabaili, na wakajishughulisha kwa kupigana na makabila mingi. Wasara taifu biaidihim, taifu ikawa kwa mikononi mwao. Wajalu alayhi amiran, na wakamweka ndani ya Taif kiongozi wao Uthman al-Mudhaifi, ambaye kwamba anaitwa Uthman al-Mudhaifi. Fasara huwa, akawa yeye, wa baadhi junudihim, na baadhi ya majeshi yao, yuqatiluna al-qabail allati, wanapigana na makabila ambayo kwamba fi atrafi Makkah, yapo katika vipembe vya Makkah wal Madina na Madina. Wa yudkhilunahum, na wanaingiza wao fi ta'atim, katika toa yao, yani kuwalazimisha watu wawe chini ya tawala wao. Hatta stawlaw alayhi, mpaka wakawatawala juu yao. Hatta stawlaw alayhim, mpaka wakawa juu yao. Wa ala jami'il mamalik allati, na juu ya mamlaka zote ambazo kwamba kanat tahta ta'ati amiri Makkah, zilikuwa chini ya utii wa amiri wa Makkah. Fatawajjaha qasduhum, likaelekea kusudio lao. Baada dhalika, baada hilo, lilistilai ala Makkah, kwa ajili ya kuitawali Makkah. Fasaru bijuyushihim, wakenda na majeshi yao. Sanata 20, mwaka wa 20, yani mwaka wa 200. Mwaka 1200, mwaka 1120, so takuwa ni hivyo. 200, so 18. Aiyo. Fasaru bijuyushihim sanata 20, wakaenda na majeshi yao mwaka 1220. Wahasaru Makkah, na wakaizingira Makkah. Wahatu biha, wakaizunguka Makkah min jami'il jihati, katika pande zote. Washaddadu alhisara, na wakakaza ile kuizingira. Washaddadu alhisara alaiha, wakakaza kule kuizingira Makkah.
waqata'u turuqa, wakakata njia, ni wakawa wanavamia watu, hawaruhusiwi kuingia pale. Wa mana'u almirata, na wakazuia almira ay almu'ana wat-ta'am, yani wakazuia zile mahitaji ya watu na vyakula. Wa mana'u almira, wakazuia mahitaji ya watu na vyakula an Makkah, kuingia katika mji wa Makkah. Shufi yani. Fashtadda alhisaru, kule kuzingiru kukawa ni kukali, ala ahli Makkah, kwa watu wa Makkah. Falturra alsharifu ghalibu, akalazimika Sharifu Ghalib ila sulhi maahum, kufanya sulhu pamoja nao, wa ta'mini ahli Makkah, na kuweka katika usalama watu wa Makkah. Fawassata unasan, akaweka katika kati watu, bainahu, baina yake, bainahum, na baina mawahabi. Faaqadu sulha, wakaweka mkataba wa sulhu. Faaqadu sulha, wakafunga mkataba wa sulhu. Ala shurutin, juu ya sharti, fiha, kuna ndani yake, rifqun bi ahli Makkah, kufanyia upole watu wa Makkah. Famin tilka shuruti, katika hizo sharti, anna imarata Makkah, ni kwamba utawala wa Makkah, takunu lahu, utakuwa ni wake yeye Sharifu Ghalib. Fatamma sulhu, ikatimia sulhu baina yake na wao. Wadakhalu Makkah, na wakaingia Makkah, fi awakhir dhulqa'da, mwisho dhulqa'da, sanata 20, mwaka wa 1220. Watamallaku almadinata almunawwara, wakaimiliki Madina Munawwara, ala sakini afdalus salati wassalam. Wantahabu alhujra, wakapora kile chumba kitakatifu, yani kile chumba ambacho kwamba chenye kabri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abubakar na Umar, wakakipora, kwa sababu ndani yake kulikuwa kuna dhahabu, kulikuwa kuna vitu vingi vya thamani. Wakavipora vile vitu, alafu wakagawana wao. La, majambazi bibana alkalima. Wa akhadhu ma fiha, wakachukua vile vilivyomo ndani yake, min al-amwali, kutokamana na mali. Wafaalu af'alan shani'atan, na wakafanya matendo maovu sana. Wajalu ala almadinati amiran minhum, na wakaweka katika Madina kiongozi wao Mubarak bin Madhiyan, abukama itu Mubarak bin Madhiyan. Wastamarra hukmuhum, na ukaendelea utawala wao, fil haramaini, katika haram mbili, Makkah na Madina, 7 sinina, miaka 7. ومنعوا دخول الحج الشامي والمصري, wakazuia kuingia. ومنعوا دخول الحج الشامية والمصرية, ومنعوا, na wakazuia, دخول الحج, kuingia katika hija, الشامية والمصرية, watu wa Sham na Misri wakazuia kuingia, kwa sababu huko ndo ilikuwa ngome za ad-Dawlatul Uthmaniyya, ziko huko, ziko Sham, ziko Madina, yani Ottoman Empire. Wamana'u dukhul al-hajj ash-shamiyya wal-misriyya ma'a al-mahamil, pamoja na nini? Pamoja na haudaj, Makkah. Yani wakazuia kuingia mahujaji wa Makkah ati wa Sham na Misri, pamoja na nini? Na haudaj. Haudaj mnajua? Naam. Haudaj, zile zamani watu walikuwa wanasafiri na ngamia na mafarasi, juu yake kuna kama kijijumba fulani kinawekwa hivi, kwamba watu wanakaa ndani yake, hasa wanawake. Mjiona nyinyi hata kwenye mafilamu ya zamani? Naam. Zile ndio huitwa haudaj, ndio huitwa mahamil, yani ni haudaj. Mahmil mufradi yake ni mahmil, mahamil. Wasaru yasnauna lilka'bati almu'azzamati, na wakawa wanaitengezea ila alkaaba tukufu, thoban min al-aba'i al-qilan al-aswad, wakawa wakitengenezea nguo ya nini, ya kitambaa cheusi, kwa naifunika na kitambaa cheusi.
wa akrahu an-nasa, na akawalazimisha watu ala dukhuli fi dinihim, kuingia katika dini yao ya Kiwahabi. Wa mana'uhum min shurbi tumbaki, wakawazuia kuvuta tumbaku. Ni umur mukhtalaf, ni amru mukhtalafun fihi, masala ya tumbaku baina aljawazi walhurma. Nasi tunaona kwamba alqawl qawi ni kwamba ni haram. Wa man fa'ala dhalika, ma yakulifanya hilo, lakini baadhi yao wamesema ni makruhu, baadhi ya fuqaha. Wa man fa'ala dhalika, na ma yakulifanya hilo, watalau alayhi, na wakamuona, azzaruhu, walikuwa na wanamuadhiri, biaqbahi at-ta'zir, kwa kuaziriwa kuovu kweli kweli. Wa hadamu al-qubab allati, na wakavunja yale makuba ambayo kwamba ala quburi al-awliyai, ambayo kwamba walikuwa yapo katika makaburi ya mawali. Jua makaburi ya mawali yote yalikuwa yamejengewa makuba. Makka pale, Madina pale, katika makaburi ya al-Baqi'ul Gharqad, Baqi'ul Gharqad, makaburi ya watu wa Madina ambao kwamba wamezikwa ndani yake masahaba wingi na mawali na ulama wingi. Kulikuwa kuna makuba, ili kuba la fulani, hili kuba la fulani, kavunja yote akasawazisha. Kwa hivyo huwezi kujua kaburi hili la nani wala hili la nani. Allahu musta'an. Wa kanat ad-dawlatu al-Uthmaniyya, na ilikuwa dawlatu al-Uthmaniyya fi tilka sinin, katika miaka hiyo, fi irtibakin kathirin, ilikuwa iko katika yani mchanganyiko mkubwa wa mambo. Fi irtibakin kathirin, ilikuwa ipo yani imetahayari kwa ule wingi wa mambo. Unajua irtibak ni ile mtu kutahayari. Unajua kutahayari yani kushindwa ufanye nini kulingana na wingi wa mambo. Wa shiddati qitali, na ilikuwa iko katika vita vikali, ma'a nasara, pamoja na Wakristo. Wa fi ikhtilafi, na ilikuwa iko na ikhtilafu kubwa, fi khala'i sultani, katika kumuuzulu ile mtawala wakati ule. Kulikuwa kuna mizozo ya ndani kwa ndani, mtawala huyu mfalme wakati ule auzuliwe ama aachwe, na vitu kama hivyo, kuna vita. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana kupambana ipasavyo na maadui wote hao. Fi khalqi sultan, kwa hivyo وكانت الدولة العثمانية في تلك السنين في ارتباك كثير وشدة قتال مع النصارى، وفي اختلاف في خلع السلطان وقتلهم، katika kumuzulu mfalme na kuwaua hawa jamaa. Kama sanaqif alayhi insha Allah taala, kama tutakavyo yasimamia hayo kuyaona insha Allah taala. Thumma sadara al-amru as-sultani, kisha ikatuka amri ya mfalme, li sahibi Misra, kwenda kwa tawala wa Misri, Muhammad Ali Basha. Muhammad Ali Basha, yani Basha ni kilima cha Kituruki yani asli, ambapo kwamba kinamaanisha yani mheshimiwa, sio Basha hii kwa maana ya Kiswahili. Basha ni mheshimiwa. Hata kule Misri unajua waliketi muda mrefu wa dawla al-Uthmaniyya, bezi yao ilikuwa Misri pale. Ile neno wa Misri pia walitumia sana, ya Basha. Ya Basha ni mheshimiwa, si kwamba ni Basha ya Kiswahili. ثم صدر الأمر السلطاني لصاحب مصر محمد علي باشا بالتجهيز لقتال الوهابية. kuandaa bitajhizi, kuandaa majeshi liqitali alwahabia, kwa ajili ya kupigana na mawahabi. Wakana dhalika fi sanati 1226, ilikuwa ni mwaka 1226 hijria. Fajahaza Muhammad Ali Basha jaishan, akaandaa Muhammad Ali Basha jaish fihi asakiru kathira, ndani yake kuna maskari wengi. Jaala alaihim bifarman sultan, ali mweka kwa wao kiongozi bifarman sultan, wa waldahu Tusan Basha, na mtoto wake Tusan Basha, Tusun Basha, majina ya Kituruki wallahi haya. Fakharaju min Misra, wakatoka Misri fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, min as-sanati al-madhkura, katika mwaka uliotajwa.
walam yazalu sairin, hakuacha kuwa naenda barran wa bahran, bara na baharini, hata wasalu ila Yambu, mpaka wakafika hapo katika eneo la Yambu. Famalakuhu, wakaimiliki min alwahabia, kutoka mawahabi. Thumma lamma wasalat al-asakiru ila Safra, kisha ilipofika majeshi hayo sehemu inaitwa Safra wal Hudaida na sehemu inaitwa Hudaida, waqa bainahum, yakatuka baina yao, wa baina al-arabi alladhina, na baina ya Waarabu ambao kwamba fil harbiyya, walikuwa wapo katika idara ya vita, qitalun shadidun, vikatuka vita vikali, baina Safra wal Hudaida. Hiyo ilikuwa ni kati ya eneo la, yani baina Safra na Hudaida, hapo katikati. Wakana tilka alqabail kulluha, na hayo makabila yote yalikuwa fi ta'ati alwahabiyya, hapo katika utii wa Wahabi. Wandhamma ilaiha qabail kathiratun, na wakaungana nao, yani wakaungana na hilo jeshi la Wahabi makabila mingi. Fahazamu dhalika aljesh, wakali shinda jeshi hilo lilikuwa limetumwa na Muhammad Ali Basha. Waqatalu kathira minhum, na wakawaua wingi miongoni mwao. Wantahabu jamia ma kana mahum, na wakapora vitu vyote walivyokuwa navyo. Wakana dhalika fi shahri Dhulhijja, ilikuwa hilo ni katika mwezi wa Dhulhijja mwaka 2226. Walam yarji min dhalika aljeshi, wala hakurejea katika hilo jeshi ila Misra, kurudi wapi? Misra. Illa alqalilu, isipokuwa ni watu wachache. Kisha baada ya hapo, fajahaza jayshan ghayrahu, akaandaa jeshi lingine sanata 27 mwaka 1227. Waazama Muhammad Ali Basha, na kaazimia Muhammad Ali Basha ala tawajjuh ila al-Hijazi, kuelekea Hijaz binafsi mwenyewe. Watawajjahat al-asakir qablahu, majeshi yakatangulia kabla yake, fi Shaaban, katika mwezi wa Shaaban, fi ghayat al-quwwa, wakiwa katika nguvu kubwa, wal isti'dad, na katika maandalizi makubwa. Wakana maahu min al-madafi 18, na walikuwa na vifaru 18. Wakana maahu min al-madafi 18 midfan, vifaru 18. 3 qanabila, walikuwa na makombora matatu. Fastawlat al-asakiru ala ma kana biyadi al-wahabiyya, fastawlat al-asakiru, wakavamia yale majeshi. Fastawlat al-asakiru ala ma kana biyadi al-wahabiyya, wakayavamia yale majeshi, wakavivamia, yani yale majeshi yake yakavamia vile vitu ambavyo kwamba vilikuwa viko chini ya utawala wa Wahabi, yani zile sehemu ambazo kwamba zilikuwa ziko chini ya utawala wa Wahabi. Fastawlat al-asakiru ala ma kana biyadi al-wahabiyya, majeshi yale yakavamia na yakaweka chini ya utawala wao ile miji ambayo kwamba ilikuwa iko chini ya Wahabi. Wa malaku Safra, kamiliki miji hiyo Safra wal Hudaida wa ghayrahum, na miji mingine isiyokuwa hiyo, fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, bila qitalin, hiyo ilikuwa pasna vita vyovyote. Ulivyoona tu ile maandalizi yao, kasalim amri. Bil mukhadaat, bali kukuwahadaa, bali bil mukhadaat, kwa kuwahadaa, yani wale majeshi waliwahadaa watu wa hiyo miji. Wa musanaat al-arab, na kuwapa rushwa wale mabedui. Bi'ata'i darahim al-kathira, kwa kuwapa dirham nyingi, senti nyingi, si ndio? Hata annahum, hata wao, atau sheikha mashayikh al-harbi, wakampa yule kiongozi mkuu wa wazee wanaoshughulika na mambo ya vita 100,000 riyal, riyali 100,000. Wa atau sheikhan min sighari mashayikh harb, na wakampa sheikha katika wale mashayikh viongozi wadogo wa masala vita, aidha vile vile 18,000 riyal, riyali 18,000. Warattabu lahum alaifa, wakawekea ruzuku maalum, tusrafu lahum kila shahri, na kwamba ruzuku wanapewa kila mwezi. Unajua senti ndio kila kitu. Kwa ulipofika, ulichokifanya ni kuwatafuta wale wakubwa wa idara ya vita, wale wazee wale wenyewe, ndio hao basi. Kampa mlungula, wakawapa milungula, basi kaambia mnasemaje? Sema amani, hakuna vita hapa. Kuna vita, hakuna mtu kupambana na nyinyi. Umeona? Yule mshairi mmoja alisema,
من كان يملك بدرهمين تعلمت شفتاه أنواع الكلام فقال تقدم الإخوان فاستمعوا له ورأيته بين الورى مختالا لولا دراهمه التي يزهو بها لرأيته بين الورى أسوأ حالا إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. رئيسا senti ndo kila kitu. Fahiya lisanu liman arada fasahatan, ni ulimi mzuri sana kwa mtu anayetaka ufasaha. Ukiwa na senti tu, hata kama usemaye mambo ya hovu, mzee leo ameongea mambo ya maana kweli kweli. Shauri wahiya silahu liman arada qitala, senti ndio silaha kwa mtu mwenye kutaka vita. Sasa amiri jeshi ushampa mlungula tayari kashatulia, nani atakainusha kidole chake? Thumma tala'u ila Makkah, kisha wakaenda Makkah. Wastawlau alaiha aidan, ukaiweka chini yao vile vile. Kullu dhalika, na hayo yote bila qitalin, pasna vita. Bitadbiri Sharif Ghalib, lakini kwa mipango ya Sharif Ghalib sirran, kwa siri. Sharif Ghalib wakati ndo mtawala wa Makkah alikuwa yuko wakati ule. Kwa hivyo mipango hiyo alifanya kwa siri siri. Lakini walamma wasalat al-asakir, yapowasili majeshi ila Jidda, farra man kana bi Makkah, walikimbia wale waliokuwa Makkah, min asakir al-wahabiyya, miongoni majeshi ya mawahabi wa maraihim na viongozi wao. Wakana Suudu, na alikuwa Suud, na alikuwa Suud amirul wahabiyati, ambaye kwamba ni amiri wa mawahabi. Hajja lihiji fi sanati 27, katika mwaka 27. Thumma irtahala ila Taif, kisha akasafiri kwenda Taif. Thumma ila Dar'iyya, kisha akaenda Dar'iyya. Walam ya'lam, kisha na wala hakujua, bistilai al-asaikir sultaniya, kwa kuvamia majeshi ya mfalme ala Madina, illa ba'da dhalika, isipokuwa baada ya hija yake. Thumma lamma wasala ila Dar'iyya, kisha alipowasili hapo Dar'iyya, alima, akajua, bistilaihim ala Makkah, kuitawali kwa Makkah. Thumma Taif, kisha Taif. Walamma wasalat al-asakir, alipowasili majeshi ila Jidda wa Makkah na Makkah, farra min at-Taif, alikimbia kutoka Taif, amiru wa Taif, ambaye kwamba alikuwa amewekwa na mawahabi, Uthman al-Mudhaifi, ambaye kwamba ni Uthman al-Mudhaifi. Wa farra man kana biha, na wakakimbia wale waliokuwa hapo, min asakir al-wahabiyya, miongoni mwa majeshi ya mawahabi wa umaraihim na viongozi wao. Kwa hivyo haya ndio matukio ambayo kwamba ilikuwa inaendelea baina ad-dawla al-Uthmaniyya na waasi wa Kiwahabi. Alafu sasa hivi unawasikia haifai kumwasi kiongozi kadha. Shekhe, nyinyi mlidhihiri vipi zaidi ya kufanya uasi? Kiwa ni waasi wao ndio vinara wa uasi. Wa fi shahr Rabi', naam, wapi tuliruka ama wakana dhalika kulluhu bitadbiri Sharif Makkah Sharif Ghalib, wa huwa fi dhahir. Ndo hapo tulipo naye katika dhahir alikuwa yuko chini ya utii wa mawahabi. Wa huwa fi dhahir tahta ta'at al-wahabi, katika dhahir alikuwa yuko chini ya uongozi wa mawahabi, kwa sababu wao ndo walimweka. Lakini batinan alikuwa yuko na dawla al-Uthmaniyya. Wa amma al-marratu al-ula, ama mara ya kwanza, allati huzimu fiha, ambayo kwamba walishindwa ndani yake. Tuliona hapo mara ya kwanza walipoenda kupambana na makabila, wakauawa na vitu vyao vyote vikaporwa.
falam yakunu katabu Sharifa Ghaliba, hawakuwa muandikia ujumbe Sharifu Ghalib, ni hawakuwa na mawasiliano baina yao na Sharifu Ghalib fi dhalika, katika hilo, hatta yakuna al-amru bitadbiri, ili liwe jambo katika nini, katika uendeshaji wake na mipango yake. ودخلت العساكر المدينة المنورة، لما جيش يكينجية مدينة في أواخر ذي القعدة، مشو ذو القعدة. ولما جاءت الأخبار إلى مصر، زلبكوجة خبار مصري، صنعوا زينة ولأندا شريه 3 أيام، siku ngapi? Siku 3. صنعوا زينة ولأندا شريه 3 أيام، siku 3. وأكثر من الشنك، wakakithirisha kuchupa nini, mabaruti, kulipua mabaruti. Dharbi almadafi, na kupiga mavifaru. Wa arsalu bashaira, wakachuma bishara lijabii muluki Rum, kwa wafalme wote wa Roma. Wastawlat alasakiru saira, na yakatawalia majeshi yaliokuwa yameenda min tariqi albahari, yaliokuwa yameenda kupitia baharini, ala Judda, kaitawali Judda. في أوائل المحرم مواzo محرم سنة 28 mwaka wa 1120. ثم طلعوا إلى مكة، kisha wakaenda Makkah. واستولوا عليها، wakaitawali أيضا vile vile. وكل ذلك نهيلوت بلا قتال، pasi na vita. بتدبير شريف غالب سرا، kwa mipango ya Sharif Ghalib kwa siri. Pengelegi tunachofuata tumekisoma. وفي شهر ربيع الأول، katika mwezi wa Rabi' al-Awwal min sanati 28, katika mwaka wa 1128, arsala Muhammad Ali Basha. Hakuna kipengele tulichokiruka hapo? وفي شهر ربيع الأول، katika mwezi wa Rabi' al-Awwal min sanati 28, arsala Muhammad Ali Basha, aliwatuma Muhammad Ali Basha mubashirina, watu wa kutoa bishara, ila dari sultanati, katika jumba la ufalme. Wa maahumul mafatih, wakiwa na funguo. Maahumul mafatih, wakiwa na funguo. Wakatabu ilayhim, na wakawaandikia, annaha, kwamba hizo funguo, mafatihu Makkah, ndio funguo za Makkah, wal Madina, na Madina, wa Judda, na Judda, wa Taif, na Taif. Fadakhalu biha, wakaingia nazo dara sultanati, katika jumba la ufalme. Bimawkibin hafilin, na msafara uliosheheni, msafara mkubwa. Wadhau almafatiha, na wakaweka hizo funguo ala safaihi dhahabi, katika vifungashio ama katika vihifadhiwa kama sahani za dhahabu, wal fidda, na fedha. Wa mamahumul bukhurat, na mbele yao kuna nini? Kuna bukhuri. Bukhuri si mnajua? Bukhuri zinazo vifukizo, yani mamahumul bukhurat, mbele yao kuna vitu vya vifukizo. Fi majamiri dhahabi, ambapo kwamba vifukizo vyenyewe vipo katika nini? Vitezo vya dhahabu. Fi majamiri dhahabi, vipo katika vitezo vya dhahabu. Wal fidda, na fedha, ni dhahabu na silva. Na kitezo tunajua mijmara. Wa khalfahum at-tubul, nyuma yao kuna ngoma. Wa zumuru, na zumari. Wa amilu lidhalika zinatan, wakalifanyia hilo sherehe. Wa shanaka, na kuchupa mabaruti, madafia, na kupiga nini, marisasi kutoka katika vifaru. Ni kama umefanya sherehe za majeshi, kulipua baruti, kupiga mizinga. Wakhalau ala man jaa bil mafatihi, wakhalau, na wakawatunuku nguo nzuri, ala man jaa bil mafatihi, wala watu waliokuja na zile funguo. Khil'an, ile kitu ambacho kwamba mtu anampa mtu mwingine kama chuno, zawadi. Wazadu fi rutbati Muhammad Ali Basha, na wakazidisha, wakapandisha cheo cha Muhammad Ali Basha.
wabathu lahu atwakhan, wakampelekea mabendera. Tawkh ni bendera. Ili tawkh asli si neno la Kiarabu, asli neno limetoka katika lugha ya Kichina kisha likaja katika lugha ya Kituruki, likawa neno la Kituruki ambalo kwamba ni tawkh ni bendera fulani ambayo kwamba bendera fulani ambazo kwamba walikuwa nazo ad-Dawlatul Uthmania, bendera ambazo kwamba kulikuwa yani ile kitambara kinawekwa kama kawaida juu ya nini, ya mlingoti, alafu juu ya ule mlingoti, juu ya ule nini mlingoti kunawekwa kama mpira hivi fulani. Juu ule mlingoti wa bendera kunawekwa nini, mpira fulani, alafu juu ya ule mpira sasa kunawekwa mwezi. Si mnapata mwezi? Kwa hiyo kitu atwakh ambazo kwamba zilikuwa ni bendera maalum zikitumika na dola ya wakati huu, ambazo kwamba bendera hizo ukipewa, yani wakipewa wale viongozi ishara ya kupandishwa cheo, napewa bendera kama bendera ya taifa mfano wake. Kwa hivyo waiddat atwakh, na bendera nyingi, biwilayatin za kupeleka katika nini, katika majimbo, liman yakhtaru taqlidahu, kwa yule ambaye kwamba anayemchagua kufanya kumpa na kumkabidhi hizo. Wa fi shahr Shawwal, na katika mwezi wa Shawwal, sanata 28, katika mwaka 1128, tawajjah Muhammad Ali Basha, alielekea Muhammad Ali Basha binafsi yeye mwenyewe ila al-Hijaz, kwenda wapi? Hijaz. Wa qabla tawajjuhi min Misra, na kabla ya kuelekea kwake Misri, qabadha Sharif Ghalib ala Uthman al-Mudhaifi, alimshika huyu Sharif Ghalib kumshika Uthman al-Mudhaifi, alladhi kana amiran ala al-Taif, ambaye kwamba alikuwa ni amiri wa Taif lil Wahabiyya wa Mawahabi, alimkamata. Wakana min ahli akbar awanihim, ilikuwa ni katika watu wa wasaidizi wao wakubwa, wa umaraihim, na viongozi wao. Fazanjarahu bilhadidi, kamfunga na chuma. Ubatha ila Misra, kamchuma kwenda Misri, kamsafirisha kwenda Misri yani. Fawasala fi Dhilqa'da, kawasili katika Dhilqa'da, baada tawajjuhi al-Basha ila al-Hijazi, baada ya kuelekea Muhammad Ali Basha kuelekea Hijazi. Thumma ursila, kisha akasafirishwa ila Dar as-Sultanati, katika jumba la ufalme. Faqataluhu, wakamua. Sababu waasi wote nafikiri hakuna msamaha kwa waasi. Wa fi shahr Muharram min sanati, na katika mwezi wa Muharram katika mwaka 1129, baathu ila sultanati, wakamchuma kwenda katika jumba la ufalme Mubarak bin Madyan, alladhi kana amiran ala al-Madinati al-Munawwara, ambaye kwamba alikuwa ni amiri katika mji wa Madina al-Munawwara al-Wahabiyya wa Mawahabi. Fatafu bihi, wakazunguka naye fil Qustantiniya, katika Qustantiniya, fi mawkibin, katika msafara mkubwa, liyarahu nasu, ili watu umuone. Thumma qataluhu, kisha wakamuua. Wa'allaqu ra'sahu, na wakaangika kichwa chake, ala babi saraya, katika mlango wa yani zile wizara zao, majengo ya wizara zao, wakaangika kichwa chake juu pale. Wafala mithla dhalika, na akafanya mfano hilo bi Uthman al-Mudhaifi, kumfanyia Uthman al-Mudhaifi. Wa amma Sharif Ghalib, ama Sharif Ghalib ambaye kwamba alikuwa ni mtawala pia wa Makkah wakati huo, alikuwa amewekwa na Mawahabi. Farsaluhu ila Salanik, wakamchuma, wakamsafirisha kwenda huko Salanik.
wabakia biha, na akabakia huko, mukarrama, na kiwa nakirimiwa, ila an tuwfiya, mpaka alipokufa sanata 31 mwaka 1131, naam, mwaka 1231, wadufina biha, na akazikwa huko, wabana alayhi qubbatan, akajengea kuba tuzaru ambalo kwamba linazuriwa mpaka sasa. Wa muddatu imaratihi ala Makkah, na muda wa utawala wake katika mji wa Makkah 26 sana, ni miaka 26. Thumma anna Muhammad Ali Basha, kisha hakika Muhammad Ali Basha, wajaha kathira min al-asakiri, alielekeza majeshi mingi, ila Turba, kwenda katika sehemu ya Turba, wa Bisha, wa bilad Ghamid, wa Zahran, wa bilad Asir, katika miji hiyo ya Asir, liqitali taif al-Wahhabiyya, kwa ajili ya kupigana na makundi ya Kiwahabi, wa qat'i dabirihim, na kuwamaliza kabisa. Thumma sara binafsihi fi atharihim, kisha kenda yeye mwenyewe nyuma yao, fi Sha'ban, katika mwezi wa Sha'ban sanata 29 mwaka 1229, wasala ila tilka diyari, akafika katika miji hiyo, wa qatala kathira minhum, na akawaua wingi miongoni mwao, wa asara kathira, na akawateka wingi miongoni mwao, kharaba diyarahum, na akavunja miji yao. Wasala al-Basha ila Misra, na akawasili Muhammad Ali Basha Misri, fi muntasaf Rajab, katikati ya mwezi wa Rajab sanata 30 wa 200 wa 1000 mwaka 1230, fatakunu iqamatu bil Hijaz, kwa hivyo kutakuwa kule kuketi kwake Hijaz sanata wa 7 ashhur, ni mwaka na miezi 7. Araja ila Misra, na hakurejea Misri illa baada an mahada umura al-Hijaz, isipokuwa baada ya kuyaandaa vizuri mambo ya Hijaz. Wa abada taif al-Wahhabiyya, na akaimaliza makundi ya Kiwahabi, allati kanat muntashiratan, ambapo kwamba ilikuwa imeenea, fi jamii qabail al-Hijaz, katika makabila yote ya Hijaz, wa sharqi, katika makabila yote ya Mashariki ya Kati. Wabakia minhum baqiya, na wakabakia miongoni mwa Wahabi waliobakia bidar'iyya, huko katika miji ya Dar'iyya, amiruhum Abdullah bin Saud, amiri wao Abdullah bin Saud. Fajahaza Muhammad Ali Basha, kaandaa Muhammad Ali Basha, liqitalihi, kwa ajili ya kupambana naye, kupigana naye, jeshan, kaandaa jeshi kubwa. Wa arsalahu, na akalituma hilo jeshi, tahta qiyadati ibnihi Ibrahim Basha, chini ya uongozi wa mtoto wake Ibrahim Basha. Wa kana Abdullah bin Saud, na alikuwa Abdullah bin Saud kabla dhalika, kabla hilo, yani kabla ya kutuma hilo jeshi la Muhammad Ali Basha, yukatib ma Tusun Basha, alikuwa akiandikiana barua pamoja na huyu Tusun Basha bin Muhammad Ali Basha, ambaye kama ni mtoto wa Muhammad Ali Basha. Hina kana bil Madina, wakati alipokuwa ni governor wa Madina, wa aqada mahu sulhan, na wakafunga mkataba wa sulhu baina yake yeye, ala baqai imaratihi, kwa makubaliano ya kubakia utawala wa nani, wa Abdullah Saud, wa dukhulihi tahta ta'ati Muhammad Ali Basha, na kuingia kwake chini ya utii wa Muhammad Ali Basha. Yani walikubaliana na mtoto wa Muhammad Ali Basha ya kwamba Abdullah bin Saud abaki kuwa ni mtawala wa pale, lakini chini ya uongozi wa nani, Muhammad Ali Basha. Falam yarda Muhammad Ali Basha bihadha sulhi, Muhammad Ali Basha hii sulhu hakufanya, hakuridhia, kwamba akaona haya ni mambo ya nini tu, ya kuhadana tu. Fajahaza waladahu, akamwandaa mtoto wake Ibrahim Basha, wajala amra al-asakir ilayhi, akafanya ule uongozi wa majeshi uko chini yake. Wakana ibtida'u dhalika, nilikuwa kuanza kwa hilo, fi awakhir sanata 31, mwisho mwaka 1231. Fasala ila Dar'iyya, kwa wasili katika huo mji wa Dar'iyya sanata 32 mwaka 1232. Wanazala bijuyushihi Abdullah ibn Saud, na wakamshukia pamoja na majeshi yake huyo Abdullah bin Saud. Waqa bainahum waqa'i'u, na akachuka baina yao matukio, wa hurubu, na vita, yachulu dhikruha, kwamba kuvitaja vinakuwa ni urefu. Ila anistawla, na
ila an istawla ala Abdullah bin Saud, paka walipo mtawali na kumweka chini yao Abdullah bin Saud fi Dhulqaada, katika mwezi wa Dhulqaada sana 1233. Walamma jaat al-akhbaru ila Misra, na zilipokuja habari hizo za Misri kwamba washamweka chini, washampiga chini Abdullah bin Saud, dharabu lidhalika 1000 midfa'in, walipiga mizinga 1000 kusherehekea hilo jambo. Wafalu shanakan, kapiga mabaruti. Wazayanu Misra, wakaipamba Misri. Wa quraha, na vichongoji vyake 7 ayami, muda wa siku 7. Wakana Muhammad Ali Basha, na alikuwa huyu Muhammad Ali Basha, Allah amrahamu, lahu ihtimamun kabirun, alikuwa na ihtimam kubwa sana, alikuwa na kutilia muhimu kubwa sana fi qitali wahabia, kupigana na mawahabi. Wa anfaqa fi dhalika, na alitoa katika hilo khazaina min al-amwal, alitoa khazina nyingi za mali. Hata akhbara, mpaka wameeleza baadhi man kana, baadhi ya wale ambao kwamba walikuwa yubashiru khidmata, walikuwa wakibashiri kule kumtumikia kwake, yani walikuwa kimtumikia direct, moja kwa moja. Annahum, yakombo wao, dafa walitoa fi duf'atin min ad-dufaati, katika mara miongoni mwa mara walizotoa, liujrati tahmili baadhi dhakhairi, yani ujira wa kubebesha baadhi ya nini, baadhi ya vifaa vya vita, 45,000 riyal, 45,000 riyal. Riyali ngapi? 145,000. Hadha fi marratin min almarrat, hii katika mara miongoni mwa mara walizotoa. Kana dhalika alhamlu, ulikuwa mzigo huo, min al-Yambu ila al-Madina, ni kutoka Yambu mpaka Madina. An ujrati kulli ba'irin 6 riyalin, ujira wa kila mzigo wa mnyama mmoja, farasi mmoja, riyali ngapi? 6. Dafa nisfaha, alitoa nusu yake amiru Yambu, amiri wa Yambu, wa nisfa al-akhara, na akatoa nusu nyingine amiru al-Madina, amiri wa. Wa inda usuli al-Madina, wa inda usuli al-hamli min al-Madina ila ad-Dar'iyya, na wakati wa kuwasili ule mzigo vifaa vya vita kutoka Madina kwenda Dar'iyya, kana ajru tilka al-hamalati, ulikuwa ujira wa mzigo huo fakat peke yake 140,000 riyal. Ni riyali ngapi? 140,000. Waqabadha Ibrahim Basha ala Abdullah bin Saud, na akamshika Ibrahim Basha kumshika Abdullah bin Saud. Wabatha bihi, na akachuma yeye, wakathiri min umaraihim, na wingi miongoni mwa maamiri wao, ila Misra, kwenda Misri. Fawasala fi 17 Muharram, wakafika katika mwezi 17 Muharram, sanat 34, mwaka 1234. Wasanau lahu mawkiban hafila, kamtengezea msafara mkubwa, yarahu nasu, ambapo watu wakawa wanamuona. Warkabuhu, na wakampandisha, ala hajinin, juu ya farasi. Wazdahama nasu, na wakasongamana watu, litafarruj alayhi, kwa ajili ya kumwangalia, litafarruj alayhi, kwa ajili ya mtizamo. Walamma dakhala ala Muhammad Ali Basha, alipoingia kwa Muhammad Ali Basha, qama lahu, Muhammad Ali Basha alimsimamia. Qabalahu bilbashasha, akakabiliana naye kwa bashasha. Wajlasahu bijanibihi, akamketisha pembezoni mwake. Wahadatha, na akazungumza naye. Qala lahu al-Basha, Basha akamwambia, ma hadhihi al-mutawala, haya mapambano yote ilikuwa ni ya nini yani? Kwa nini tu usingesalim amri manake? Faqal, akasema Abdullah Saud, al-harbu sijalun, vita ilikuwa ni mapambano baina yetu sisi na wao. Qala, akasema, kaifa ra'aita ibn Ibrahim, mwonaje mwanangu Ibrahim? Ni Ibrahim Basha ni mtu
makini na jasiri. Qala, akasema ma qassara, hakufanya taksiri, hakufanya ajizi. Wabadhala himmatahu, na alitoa himma yake. Wa nahnu kadhalika, na sisi vile vile hatukufanya taksiri yoyote. Hatta kana ma qaddarahu Allah, mpaka likawa alilokadiria Mwenyezi Mungu mtukufu. Faqala lahu al-Basha, akamwambia Muhammad Ali Basha kumwambia Abdullah Saud, ana ataraja fika inda maulana sultan, mimi nitakuombea kwa kiongozi wetu mfalme. Faqal Abdullah Saud, akasema al-muqaddaru yakun, lilo kadiriwa ndo hilo litakalokuwa. Thumma albasahu khil'atan, kisha akamvisha nguo, akampa nguo. Wansarafa, na akaondoka ila baiti Ismail Basha, kwenda katika nyumba ya Ismail Basha bibulaq, ambapo ilikuwa katika eneo la Bulaq. Wakana bisuhbati Abdullah bin Saud, na alikuwa amesuhubiana nalo huyo Abdullah bin Saud sunduqun saghirun, sanduku dogo. Yani Abdullah bin Saud alipokuja kwa Muhammad Ali Basha alikuwa na kisanduku kidogo, musaffahun, ambacho kwamba kimefungwa. Faqala al-Basha lahu, Muhammad Ali Basha akamwambia, ma hadha, nini hii? Faqala, akasema hadha ma akhadhahu abi, hiki ndicho alichokichukua babangu min al-hujra, kutoka katika kile chumba kitakatifu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashabuhu ma'i, intasubiana nacho ila sultani, mpaka kwa mfalme. Fa amara al-Basha, akamrisha Muhammad Ali Basha bifathihi, kukifungua kile. Fajadu fihi, akapata ndani yake 3 masahifa, misafu mitatu, min khazaini al-muluki, katika hazina za wafalme. Lam yara rauna, hakuona wenye kuona ahsana minha, mizuri kuliko hiyo misafu. Wa maaha 300 habba min al-lu'lu, ikiwa na vipande vya lulu vingapi? 300, al-kibar, lulu kubwa. Wa habbatu zumurrudin, na kipande cha zamaradi, ni namna katika namna fulani za madini thamani sana. Kabira, ambacho kama ni kikubwa. Wa sharitu min al-dhahabi, na mkufu wa dhahabu. Faqala lahu al-Basha, Muhammad Ali Basha akamwambia, alladhi akhadhtumuhu min al-hujra, mlichokichukua kutoka katika chumba kitakatifu, ashiyaun kathira, ni vitu vingi, ghaira hadha, isivyokuwa hivi. Faqal, akasema yule Abdullah Saud, hadha alladhi wajadtuhu inda abi, hiki ndicho nilichokikuta kwa babangu. Fa innahu lam yasta'sil kulla ma kana, fa innahu, hakika babangu, lam yasta'sil, yani hakuhodhi, kulla ma kana fil hujra, kila kilichokuwa katika kile chumba, linafsi, kwa ajili yake mwenyewe. Bal akhadhahu al-arabu, bali walichukua Waarabu wengine, wa ahlul Madina, na watu wa Madina. Wa aghwatul harami, na watumishi wa haram. Wa aghwatul harami, na tumishi. Hawa ni watu aghawatul haram. Aghawat ni watu ambao kwamba walikuwa mahsusi kwa ajili, wanatumika tu Maka na Madina, wanashughulikia mambo pale Maka, kusafisha, kufanya hivi kufanya hivyo, kwa kitu aghawat. Na ile aghawat pia asili si neno la Kiarabu, la Kituruki. Aghwatul haram wa sharifu Makkah, sharifu Makkah pia alichukua. Faqala al-Basha, Muhammad Ali Basha akasema, sahihi, ni sawa. Wajadna inda sharifi ashya'an min dhalika, tumepata kwa Sharif ghalib vitu katika hivi. Thumma arsalu Abdullah ibn Saud, kisha kamtuma Abdullah bin Saud ila dari sultanat, katika jumba la ufalme. Waraja Ibrahim Basha min al-Hijaz, na akarejea Ibrahim Basha kutoka Hijaz ila Misra, kurudi Misra fi shahri al-Muharram min sana 1235, baada an akhraba Dar'iyya, baada ya kuiharibu Dar'iyya kharaban kulliyan, yani kuibomoa, kuzima kabisa. Hata taraku suknaha, mpaka wale wakazi wakaacha kuishi kwa sababu imeharibiwa yote. Walamma wasala Abdullah bin Saud, alipowasili Abdullah bin Saud ila dari sultanat, katika jumba la ufalme, fi shahr Rabiul Awwal, katika mwezi wa Rabiul Awwal. Tafu bihi albalada, walimzunguka naye katika ule mji. Liyarahu nasu, ili watu wamuone. Thumma qataluhu, kisha wakamua. Inda babi Hamayun, katika mlango wa Hamayun. Waqatalu atba'ahu, kwa huo wafuasi wake, idhna vile fi nawahin mutafarrika, katika pembe mbalimbali. Hadha hasilu ma kana, huu ndo ufupi wa kile kilichokuwa fi qissat al-Wahabi,
katika kisa cha Wahabi bighayat al-ikhtisar, katika upeo wa ufupisho, walau basata al-kalama, na lao walau busita al-kalam, na lao tandazwa ama kurefushwa maneno fi kulli qadhiyatin, katika kila kadhia miongoni mwa hizo kadhia zilizopita, la tala maneno ingekuwa ni marefu. Wakanat fitnatuhum, na ilikuwa fitna ya Mawahabi, min almasaib allati, ni katika misiba ambayo kwamba usiba biha ahlul islam, wamepatwa kwa misiba hiyo watu wa Uislamu. Fa innahum, hakika yao Mawahabi, safaku kathira min ad-dimai, walimwaga damu nyingi sana, wantahabu kathira min al-amwal, na wakapora mali nyingi sana. Wa amma dhararuhum, na madhara yao kaenea, watatayara shararuhum, na shari zao, watatayara shararuhum, na cheche za shari zao zikaruka. Fala hawla wala quwwata illa billah. Wa kathiru min ahadithi nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na nyingi miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fiha at-tasrih, ndani yake kuna kuweka wazi bihadhihi alfitna, kuhusiana na fitna hii ya Mawahabi. Ka qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yakhruju unasun, watatoka watu, min qibali al-mashriqi, kutoka upande wa mashariki, yaqrauna al-Qur'ana, ambao kwamba watakuwa wanasoma Qur'ani, la yujawizu taraqiyahum, lakini itakuwa haipituki mitulinga yao. Yamruquna min ad-dini, watakuwa wanatoka katika dini, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, kama unavyoruka ule nini, mshale kutoka katika upinde. Simahum at-tahliqu, alama yao kubwa ni kunyoa vipara. Mawahabi walipoanza harakati zao, ilikuwa ni lazima anayejiunga nao anyoe vipara. Ndio manake wingi katika wao mpaka sasa hivi huo wingi wananyoa vipara. Alafu baadhi ya wapumbavu wanasingizia kwamba ni sunna. Si sunna ya nani hiyo? Hakuna sunna ya kunyoa kipara. Sunna ya wafungwa labda. Wa hadha alhadithu, na hadithi jaa bi riwayatin kathira, imekuja kwa riwaya nyingi. Baadhiha fi sahih al-Bukhari, baadhi yake zipo katika sahih al-Bukhari, wa baadhiha fi ghairihi, na baadhi yake ziko katika isiyokuwa sahih al-Bukhari. Katika baadhi ya alfadhi za hadithi hii ni lafdhi inasema, yaqtuluna ahla al-islami wa yad'una ahla al-awthan, watakuwa na wao waislamu kama tulivyoona katika matukio haya, na watakuwa na waacha waabudia masanamu na mizimu. La hajata lana, hatuna haja sisi, ila al-itala, kurefusha, binaqli tilka riwayat, kunukulu hizo riwaya, wala lidhikri, wala hatuna haja ya kutaja man kharrajaha, nani aliyo zipokea, liannaha sahihatun, kwa sababu hizo riwaya ni sahihi, mashhuratun, ni mashhuri. Fa fi qawlihi, kwani katika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, simahum at-tahliq, alama yao ni kunyoa vipara. Tasrihun, kuna kuweka wazi, bihadhihi at-taifa, kuliweka wazi kundi hili, liannahum, kwa sababu wao hawa Mawahabi, kanu, walikuwa yaamuruna, wakimwamuru, kula man ittaba'ahum, kila mwenye kuwafuata wao, ayahliqa ra'sahu, wakimwamuru anyoe kichwa chake. Walam yakun hadha alwasfu, wala haukuwa wasifu huu, liahadin, kwa yote, min tawaif alkhawarij, katika makundi ya khawarij, wal mubtadi'ati alladhina, watu bid'a ambao kwamba kanu kabla zamani haula, walikuwa katika zama kabla ya zama za hawa mabwana Mawahabi. Yani hakuna kundi lolote ambalo kwamba lilikuwa lina wasifu huo kwamba anaungana nao lazima anyoe vipara, isipokuwa wao tu. Kwa hivyo wasifu wao tu. Wakana Sayyid Abdurrahman al-Ahdal, alikuwa Sayyid Abdurrahman al-Ahdal, mufti Zabid, mufti wa eneo la Zabid, yakula, akisema, la hajata ila at-ta'lif, yakuna haja kuandika, fi raddi ala al-Wahhabiyya, kwa raddi Mawahabi, bal yakfi, bali natosha, fi raddi alayhim, katika kwa raddi, qawluhu sallallahu alayhi wasallam, qawli yake Mtume, simahum at-tahliq, alama yao ni kunyoa vipara. Fa inahu, kwani hakika, lam yaf'alhu ahadun, hakulifanya hilo yote, min al-mubtadi'a, miongoni mwa watu wa bid'a, ghairu musoko wao. Wa mimma kana minhum,
na katika yale matendo ambayo kwamba ilikuwa kwa wao mawahabi, yani angalieni mambo ya hovyo hayo walikuwa wanafanya. Wa mimma kana minhum, na katika yale ambayo kwamba ilikuwa yatoka kwa wao miongoni mwa matendo ya hovyo, annahum, ni kwamba wao yamnauna an-nasa, walikuwa wakiwazuia watu, min talabi shafaati, kutaka uombezi, minan nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ma anna haditha shafaati nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na kuwa hadithi za uombezi wa mtume sallallahu alayhi wasallam ali ummati, kuombea umma wake, kathiratun, ni nyingi, mutawatiratun, ni mutawatir. Kwa nini nyinyi mwazuia watu? Wakanu, na walikuwa mawahabi, yamnauna, wakizuia, min qiraati dalailil khairat, kusoma kitabu cha dalailul khairat cha Imam al-Jazuli al-Maghribi, almustamilati ala salati ala nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kilichokusanya swala za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kitabu cha dalailul khairat ni katika vitabu vizuri vilivyokusanya swala za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini jamaa wakizuia kama wanavyozuia vitabu vingine, Barazanji na mfano wake. Kanu yamnauna min qiraati dalail alkhairat almustamilati ala salati ala nabi sallallahu alayhi wasallam wa ala dhikriha kathirun min awsafihi alkamila, na katika dhikri zake, yani dhikri zo katika dalailul khairati, kuna nyingi katika sifa zake mtume alkamila, ambazo kama ni kamili. Wayaquluna, wakisema, inna dhalika shirkun, hilo lote ni ushirikina. Subhanallah. Wayamnauna min as-salati ala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala almanabiri, na wakiwazuia watu kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika mimbar, baada al-adhani, baada ya adhan. Subhanallah. Hata anna rajulan, hata kuna mtu mmoja, salihan, ambaye kwamba alikuwa ni mwema, kana ama, alikuwa ni kipofu. Subhanallah. Wa kana muadhdhina, na alikuwa ni muadhini, fasalla ala nabii sallallahu alayhi wasallam, akamsalia mtume, baada al-adhan, baada ya adhan, baada an kana al-manu minhum, baada ya kutoka zuio kutoka kwa mawahabi, faatau bihi, wakaenda naye ila ibn Abdul Wahhab, mpaka kwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa amara bihi, akaamrisha kwa mtu huyo, ayuqtala, wawe, faqutila, akawawa. Subhanallah. Sikia Mungu, kipofu huyo ameadhini, baada ya adhana akasikika na magaidi wa Kiwahabi, wakamkamata, wakampeleka kwa jambazi mkubwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, wakamuua. Walau tatabatu laka, al-Allama Zini Dahlani anasema, walau tatabatu laka, na lau ningefuatilia kwa ajili yako, makanu yafalunahu, yale waliokuwa wakiyafanya, min amthali dhalika, mfano haya, la mala'atu dafatira, ningejaza madaftari, wala uraqa, na makaratasi. Wa fi hadha alqadr, na katika kiasi hiki kifaya, kuna kutosha. Allah subhanahu wa ta'ala alam, Mwenyezi yajua zaidi. Intaha kalamu Sheikh Ahmad Zini Dahlan rahimahullah ta'ala. Wa fil qa'imati almadhkura, na katika listi iliyotajwa, dhimna malahiq hadha alkitabi, katika jumla ya nyongeza za kitabu hiki, fi dhikri asma'i ulamaihim, katika kutaja majina ya wanazuoni wao, yumkinu ta'arrufu, inawezekana kujua, ala ulamaihim, kwa jua wanazuoni wao, wa a'immatihim, na maimamu wao. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Fikiri waqa'i hizo ziko wazi, wala hazihitaji sharhi kubwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim, ولا تعذبنا فإنك بنا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. نعم، سؤال استفسار، يكون سؤال، يكون استفسار، أهلا بكم. Pia ikhwa ambao kwamba wanatufuatilia
Kama kuna mtu ako na swali, kuna istifsar, naweza kuandika na inshallah taala tutapitia maswali yote na tutayajibu biidhnillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.